Bana, karibu sana, tuendelee kuyazungumza leo ya kimichezo mara baada ya mchezo wa kwanza wa nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika kutamatika kule katika uwanja New Amaan Complex Zanzibar. Nipo na chuma cha Mjerumani hapa Ibrahim Ambukile kwa namna ambavyo mchezo aliutazama, lakini pia performance ya wachezaji wa Simba imekuwa ni performance ya aina gani, inashawishi kusema kwamba wanaitaka kweli finali ya kombe la shirikisho. Karibu sana, tuongee na Chuma. Chuma, upo vizuri? Mimi nashukuru Mungu niko poa. Sana. Mambo yanaenda kabisa. Nashukuru Mungu sana. Pasaka ya mwisho. Pasaka ya mwisho, Jumatatu ya Pasaka. Tunashukuru Mungu bwana. Mambo ni mengi sana. Pasaka iliongozwa na mchezo mkubwa kabisa wa nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika, Simba dhidi ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini. Mtazama mchezo wa kwanza, Simba wameshinda 1-0. Ulikuwa ni mchezo wa aina gani kwanza kwa upande wako? Performance ya mchezaji mmoja wa Simba ilikuwa ni performance aina gani? Tuanzie na mchezo wenyewe. Kwanza kulingana na quality ya Simba waliokuwa nayo. Kimsingi wamepambana kwa jasho na damu, na Pasaka kuwa nzuri kwa wana Simba kwa sababu cha kwanza kinachoangaliwa umepata nini. Kwa hiyo ushindi ambao umepata Simba nadhani unawasogeza kwenye hatua nyingine kuelekea dakika 90 nyingine kule bondeni. Kwa hiyo mbali na changamoto ambazo zimekuwa ni za kudumu kwa upande mzima kikosi cha Simba, kwa maana kwamba ni timu ambayo inatengeneza sana nafasi, lakini katika kuweza kuzitumia kidogo inakuwa ina changamoto. Ukiangalia Simba kwenye preparation yao ya kuandaa mashambulizi inajitahidi kwa kiwango kikubwa sana, lakini kwenye finishing kule yani kidogo kuna changamoto. Yani kama watu wako mnadani, kila mmoja achagua nguo yake. Kila mmoja achagua nguo yake. Sasa bado kuna changamoto ya mashambulizi yanayoandaliwa kwa pamoja na kwenda kuyamaliza kwa pamoja. Na ndio maana kuna muda unaweza kumuona Jincha Aliawa yuko kivyake, Mpanzu yuko kivyake, Kibu Denis yuko kivyake. Sasa wale kuna kila sababu ya kuweza kupata maelekezo namna gani ambavyo wanatakiwa kutazamana kwenye finishing ili waweze kupata matokeo chanya zaidi. Lakini so far Simba imejitahidi kwa namna ambavyo imecheza dhidi ya kikosi cha Stellenbosch, na nilizungumza mapema kabisa kwamba mashindano ya Liga ya Mabingwa barani Afrika, mashindano ya Confederation Africa, hakuna timu nyepesi. Hakuna timu nyepesi. Lakini kwetu Bongo huwa inaonekanaga kwamba either kati ya hao watani wawili nani amekutana naye, amemshona mwenzi ngapi. Umecheza na kibonde, lakini hakuna timu ambayo ni nyepesi. Stellenbosch ni timu ambayo imefanya uwekezaji, haijafika kwa bahati mbaya hapa. Nao wanadeserve kupata pongezi kwa namna ambavyo wameweza kuifanya Simba katika nafasi ambazo walikuwa wanazitengeneza Simba waweze kuitumia moja. Na ukiangalia na ile moja yenyewe, bahati mbaya sana wasimamizi wa VAR hawajatuambia nini. Kibu Denis anaonekana amehusika kwenye Olimpia. Je, alikuwa kwenye offside au yuko kwenye onside? Maana yake ilibidi tuone ule mstari wa kukata pale. Lakini kwa mara ya kwanza Afrika wahuni ambao wamesimama kwenye VAR wameshindwa kututhibitishia. Je, ni offside au Kibu alihusika kwenye ule mpira kumchanganya maboya golikipa. Kwa namna sasa ya wachezaji baadhi wa Simba ambao wamecheza katika mchezo huo, wachezaji ambao walikuwa na performance kubwa kidogo kulinganisha na mchezo ambao umepita zidi Al Masry. Tutofautishe mchezo wa Al Masry na mchezo wa Stellenbosch. Utofauti hasa ulikuwa ni upi kwa namna wachezaji wa Simba? Kwanza kikosi cha Simba ni kile kile kwa asilimia kubwa kilichoanza na Al Masry hapa nyumbani. Unakuja kuona sijui kama kina mabadiliko. Hapana, ni kile kile. Unalipata vizuri. Kwa hiyo na ndio maana hata makosa yameonekana ni yale. Mechi ya Simba na Al Masry hapa nyumbani, unaona kabisa Simba licha ya kuposesi sana lakini ilishindwa kutumia nafasi. Simba na Al Masry away licha ya kuposesi sana bado ilishindwa kutumia nafasi. Nini maana yake? Kwenye eneo lile kuna kila sababu ya kupata watu msimu ujao. Na ndicho ambacho kimekwenda kutokea kwenye mechi hii. Na haya makosa yote ndio yaliyosababisha wana Simba wameshinda mechi lakini hawana amani moyoni. Yaani wameshinda game lakini lawama nyingi. Lakini lawama ni kukwepa majukumu ambayo wameyakwepa kwenye madirisha mawili, dirisha kubwa na dirisha dogo. Ndio maana lawama zote zimeanza kuonekana hapa. Laiti kama wangeingia sokoni kweli hapa shehe wangu tungezungumza lugha nyingine. Lakini haimaanishi kwamba Simba haiwezi kufanya chochote kwenye haya mashindano.
Kwa kama vile ambavyo nimeagiza nasubiri, ambao nimewaagiza, je, wanakuja kuniletea utofauti kati ya wao na Yanga? Maana yake utofauti wa Simba na Yanga ni kuleta kindoo hapa. Yani, ni kuleta ubingwa. Na hii sio lawama tena. Ni kuleta ubingwa. Ni kuleta ubingwa. Kujitofautisha na Yanga Afrika. Yeah. Performance ya mchezaji mmoja wa Simba, yupi mchezaji kwako ambaye alikuwa na performance nzuri sana katika mchezo? Mimi kwangu mchezaji ambaye anayenivutia kila siku Simba ni mmoja tu. Nabii Elia Mpanzo ambaye nimemuona tangu dirisha dogo lile. Nilishasema mapema kabisa. Ni Mpanzo anayenivutia sana. Performance yake kwenye mchezo wa jana iliongeza kitu gani kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch? Sio katika mchezo wa jana tu. Kumbuka tangu dirisha dogo lilipoanza, alipoanza kuitumikia Simba, mchango wake mkubwa umeanza kuonekana pale kuliko wachezaji wengine wote. Na ukiangalia hata kushaini kwa kina Ahoua kwenye magoli ya ligi kuu, unakuja ni kutokana na uwezo aliokuwa nao bora sana Nabii Elia Mpanzo. Na ndio maana nikasema hii Simba kama isingepuuzia dili la Pacome Zouzoua wakati anahusika kuja Simba, hii mechi Simba hakuna kitu ambacho wangeenjoy Jumatatu ya Pasaka kama leo hii. Ibrahim Ambokile, tuitazame Simba kwa namna ambavyo Jean Charles Ahoua anacheza, lakini pia nafasi aliyoipata Jean Charles Ahoua pengine ni nafasi ambayo Simba wataendelea kuikumbuka kwa namna ambavyo inaitafuta tiketi ya finali kombe la shirikisho. Kwanza ni nafasi ambazo zinatokea kwa wachezaji wengi. Na Ahoua kukosa nafasi ile, niseme tu kwamba wana Simba hawataki kumtupia lawama sana. Wana Simba hawataki kumtupia lawama sana Jean Charles Ahoua. Hawataki kumtupia lawama. Anakosa. Kwangu mimi inatokea. Mbona Messi kakosa? Si ndio? Maele kakosa. Si ndio? Clement Mzize kwenye mechi ya kuamua game Afrika ya Kusini alikosa na Mamelodi. Unanipata vizuri? Hakuna mtu ambaye aliamini tena maeneo yale. Akakosa Mzize kapiga mzinga. Kwa inatokea. Kikubwa wana Simba ni kuangalia mechi yao ijayo wanachezaje. Unanipata vizuri? Wanaenda na discipline gani ya kuweza kuikabili ile timu ambayo inaonekana kufurahi kufungwa goli moja, ambako wanaamini kabisa kule ndo kufungua booster. Kule ndo kufungua booster wale. Kwa namna sasa ya Simba wanavyocheza, ni kweli Simba wanaitafuta finali ya kombe la shirikisho, na ni kitu gani Simba wanapaswa kuongeza kwa namna wachezaji wao, namna wanacheza? Maneno mengi yamekuwa sana kwamba Simba baadhi ya wachezaji wana ubinafsi. Nafasi aliyopata Jean Charles Ahoua kulikuwa kuna Budo Joshua Mutala, lakini pia alikuwepo Leonel Ateba. Nisikilize wewe Singano. Mimi sitaki kuamini kwenye ubinafsi. Quality ya awareness ndio ndogo ilikuwepo pale. Yani ubora wa kuweza kujua nini ufanye. Lakini hata hivyo, huyu Jean Charles Ahoua alishaomba sabu kaumia. Alishaomba sabu. Mnamlaumu nini? Yale unamlaumu mtu ambaye jamani mimi nimeshindwa hapa sasa hivi siwezi kuendelea. Na ule mguu aliopiga ndio alikuwa ameumia ule mguu, au unafanyaje? Kacheze wewe sasa. Unanipata vizuri? Kacheze wewe. Kwanza kwa namna ambavyo unazungumzia wewe kwamba Jean Charles Ahoua hapaswi kupewa hizo lawama. Maneno mengi alikuwa kwamba light angekuepo Clatous Chota Chama utulivu ndani ya boksi, basi tungeshuhudia mengine. Sasa yategemea, manake Chama kumbakisha Simba ilikuwa uweke hela. Umeelewa vizuri? Weka hela Chama abaki. Chama maneno kama yale. Waulize Nkana. Chama angekuepo ndo Simba hiyo mechi na wale jamaa. Waulize Nkana Red Devils. Ambacho alikutana nacho ni balaa. Sasa kwa hiyo kuna wakati mwingine anasema hakuna haja ya kumlaumu Jean Charles Ahoua. Ahoua aliomba sababu. Anaingia nani? Anaingia nani maskini ya Mungu? Tuseme tu ukweli. Mtamuonea tu mtoto wa watu. Anaingia nani? Anaingia nani? Sikiliza wewe shehe wangu wewe. Nchi hii wachezaji wazawa wanabebwa na wachezaji wageni. Nisikilize. Wachezaji wazawa wanabebwa na wachezaji wageni. Kwa namna nature ya ligi tuliokuwa nayo kwa hivi sasa, mashindano tuliokuwa nayo kwa hivi sasa Afrika, mpira huu wa kisayansi, hata na miaka 94 74 si huko sasa hivi, ubora wa wachezaji wa kigeni umetubeba kwa asilimia kubwa sana baada ya vilabu kuwekeza. Kina Ahoua ambao tunawalaumu ndio unataka kuniambia kina Weso wangeanza request ya kwanza wachezaji 11 wa kigeni, au na Kamala ndo peke yake unafikiri Simba ingetoboa? Ingechukua hata 6 hivi. Sasa tuitazame Simba mchezo wa marudiano kule Afrika Kusini dhidi ya Stellenbosch. Simba ingie jambo kile. Ni kwamba Simba ukitazama historia dhidi ya timu kutokea Afrika Kusini ni ngumu sana kupata matokeo kule. Orlando alifungwa hapa
kule Simba wakafungwa. Kaidha Chifu kule alimfunga Simba, Simba hapa akaja akashinda magoli 3. Wanaenda kucheza na Stellenbosch. Simba ingiaje kwenye mchezo kwa namna ambavyo performance ya Simba na nini kiongezeke kwa namna ambavyo utazama mchezo wa kwanza? Kwanza nadhani ni yale kuongeza umakini zaidi, kuongeza discipline ya kuweza kucheza, kwa maana kwamba kutumia nafasi ambazo anakwenda kuzitengeneza, lakini vinginevyo itakuwa aibu ya nchi. Simba sipokuwa makini, kama wakishindwa kutumia nafasi, wakiwa hawana umakini wa kujilinda, kwa sababu wale jamaa, shaka yangu kubwa, kuna sababu ziliingia kipindi cha pili, Simba ilipotea kama muda fulani hivi. Sasa wakiwa kwao, hatuwezi jua wataleta mikwamo ya aina gani kuanzia nje ya uwanja, licha kwa Simba ishakuwa sugu Afrika. Unanipata? Kwa hiyo kama Simba ishakuwa sugu Afrika, sina mashaka sana kwamba itakwenda kuteteleka na mambo nje ya uwanja. Lakini kwenye pichi na hapa tuombe jinsi leo awe poa, Kibu Denis awe poa, Mpanzu na ndo aimarike zaidi, kwa sababu Simba bila Mpanzu hajaimarika hiyo mechi. Aibu ya nchi hiyo. Hata Ahmed mwenyewe alizungumza kwamba tutaenda finali kwa sababu tuna Mpanzu. Inawezekana. Sasa unavyo mtaje nani? Amtaje nani? Wewe Simba ukitaja icon ya Simba sasa hivi afiki nani? Sasa hivi lazima mtaje Mpanzu. Yaani huu ndio muda ambao Mpanzu inabidi akachukue mafuta kwa Mamposa haraka sana. Akachukue mafuta ili aamke na siku nzuri kazini. Kwa sababu yule ana uwezo wa kupunguza, ana uwezo wa kutumia nguvu, ana uwezo wa kukimbia eneo kubwa, ana uwezo wa kupiga miguu yote. Akikosekana yule, unafinya kuaje? Aibu ya nchi hiyo. Kwa kikubwa Simba wawe na umakini mkubwa zaidi wa kutumia nafasi. Wawe na umakini mkubwa wa kutumia nafasi. Hii Simba kama ingeamua kufanya uwekezaji kweli wa kuingia sokoni kuchukua wachezaji sawa, wenye mentality ya kina Mpanzu, ingekuwa ni shangwe moja kubwa sana kwa hivi sasa. Wachezaji kama 5 yani design kama wale. Lakini sasa ndio mpaka msimu ujao, si ndio? Na hii Simba ingecheza kama Yanga, Simba ingecheza kama Yanga Confederation. Mashindano mepesi sana. Hii hatua ya nusu finali. Yanga haikuhitaji mtume wala wewe Yanga ilimhitaji nani? Wanasema Yanga ilikutana kibonde maalum. Sekeleza. Yanga haikukutana na kibonde chochote. Si ndio? Kwa sababu ukisema hivyo Yanga ile ingekutana na Stellenbosch hawa. Walikuwa nakufa hapo. Yanga kina Fisto Kalala Mayele. Ikutana na Stellenbosch. Wewe unaichukuliaje? Yaani Yanga Fisto Kalala Mayele, Jesus Moloko, kuna Bernard Morrison, ilikuwa ni hatari ile Kwa Yanga ile ilikuwa ni hatari. Kwa Simba ndio maana nasema yani bado kilekea sababu ili jitofautishe na Yanga ilete ndoo. Simba Fadlu Davis alitamka na kusema kwamba anamtaka namba 10 bora wa Kitanzania ili Simba iendelee kufanya vizuri. Umeitazama Simba kwenye mchezo wa jana. Simba ikiingia sokoni namba 10 bora wa Kitanzania. We hamna, sio kweli. Sio kweli. Yupo Faisal Salum ambaye anatajwa. Yule Faisal Simone vile mletee watu. Acheze eneo dogo Faisal. Hapo utaenjoy naye. Mtanzania yoyote kwenye mpira, tafuta wachezaji wa kigeni wenye ubora, yeye acheze eneo dogo la kiwanja. Simba hii tukimleta Faisal Salum pia ataweza kuperform kama unavyozungumzia. Bado atoshe, kuna kila sababu kuongeza watu wengine. Tena kutoka nje, sio Tanzania. Kutoka nje. Wewe lete utani. Lakini ukweli ndio huo. Lazima ukaongeze watu wengine. Faisal ni mchezaji mzuri, lakini bado unatakiwa uongeze namba ya watu. Mwalimu Fadlu Davis alifanya rotation kwenye mchezo wa jana. Joshua Budo Mutale alionekana kwa namna ambavyo anacheza, lakini Deborah Fernandez Mavambo pia ameonekana. Rotation ya Fadlu Davis umeielewa kwa namna gani? Kwanza ni wachezaji ambao deserve kuendelea kubaki Simba msimu ujao, ni wa viwango vya kawaida. Wachezaji design ya SGR Joshua Mutale. Wewe bisha, ila ni wachezaji ambao hawadeserve kuwepo Simba msimu ujao. Wana ubora wa kawaida sana, hawabadiliki. Yaani wakati timu inachanganya wao kuna kiwango chao kile. Kwa Debora alikuwa hatari yule Debora. Debora alikuwa hatari. Hapana, timu ilikuwa haijachangamka. Lakini kwa hivyo timu imechangamka, Debora hana kitu cha kuongeza ndani ya Simba. Unanielewa sijui? Nakuelewa vizuri. Sijui unanielewa nachosema? Wewe leta ushabiki. Utata kunungunika kama umeshinda. Unanipata vizuri?
Joshua Budo Mutale, Debora Fernandez Mavambo bado msimu ujao hawatoshi Simba. Simba inabidi ingie sokoni. Unanipata? Ingie sokoni kutafuta wachezaji wengine ambao ni bora. Lete ubishi, utakuwa unashinda unanungunika tena kama jana. Nenda kachukua wachezaji. Simba yako ya 4 Afrika. Sifa ya Simba kwa eneo ambalo wako sasa hivi sasa. Huu ndio muda kwenda kupokonya. Okay, sasa Pacome njoo huko. Ni muda wa Simba kwenda kubisha hodi hapa. Lete Pacome, lete huko. Sasa una hela kuchukua Pacome? Una hela? Maana kuna mchezo ndo kamtamani, je, unaweza kumchukua? Si ndio? Bilioni 2 unayo? Tuangalie bilioni 2 nasikia wewe. Bilioni 2 kumng'oa Young Africans. Sasa unafanyaje? Bilioni 2 utaki kaguse. Project ya Simba inakushawishi kiasi gani kuanza na Elie Mpanzu? Ni kama kweli Simba kuna kitu kizuri wanakihitaji. Kama kweli umefanikiwa kumsajili Elie Mpanzu. Kama kweli unafanya nini? Simba imemsajili Elie Mpanzu, project yao inavyoendelea. Wamefanikiwa kumleta Elie Mpanzu, tuendelee kuona Simba inaendelea kuwaleta wachezaji design ya Elie Mpanzu. Ndio maana nikasema Simba ingekuwa na Mpanzu 6. Haya manunguniko ya Pasaka usingeyaona kwa wana Simba. Haya manunguniko ya Jumatatu ya Pasaka usingeyaona. Uwanja wa Amani watu wamekosa amani. Wanasema ule uwanja umefanyaje? Sikiliza, tuache visingizio vya hovyo. Alafu ni marufuku kwa Simba kwanza kunungunika tabeli za viwanja. Kweli mnaishushia brand timu yenu. Yaani timu ya 4 Afrika inalalamika viwanja. Kweli. Ule uwanja ule mambo ya kishamba haya. Na nimesikitika sana. Kwa level ya timu kama ya Simba leo kulalamika habari za uwanja, manake awareness ya baadhi ya washabiki wa Simba iko chini. Unanipata vizuri? Ni aibu kwa timu kama ya Simba. Kwa timu kama ya Simba ambayo ni ya 4 Afrika. Leo hii kutokana na mtangazaji. Ni aibu kubwa sana. Simba umetokana mtangazaji. Yaani kwanza kumtukana matusi. Ni aibu kubwa sana. Timu iko ya 4 Afrika unatokana mtangazaji wa mechi. Kweli Garibu Mzinga alikuwa anacheza? Wanasema ana bahati mbaya. Hakuna bahati mbaya wapi? Wao na bahati mbaya kupata wachezaji bora. Ana gundu na Simba. Hana gundu lolote mtoto wa watu. Hana gundu lolote. Lakini pia hii Simba bila maombi singefika hapa. Hii ni timu ambayo imetumia nguvu kubwa sana nje na ndani. Bila maombi. Sheikh ilikuwa ishatoka hii. Ingesha robo finali. Ashukuriwe Mwamposa na Sheikh Walidi. Lakini bila huyo mbona kama umepoa? Tuangalie Simba Ibra. Uko sawa? Tuangalie Simba Ibra mambo kile. Kwa namna ambavyo mchezo wa mwisho wanaingia zidi ya Stellenbosch. Sitegemei kuona tena Simba kwenye mechi ya marejeano kucheza katika kiwango kile. Maana ukiangalia Simba namna ambavyo ilivyokuwa inapapalika ni kama mtu amepata ajali anarusha miguu hivi. Unaipata vizuri hata kuondoka. Sitegemei hili Afrika ya Kusini. Sitegemei. Simba inatakiwa ijibu Young Africans kwa kuleta ubingwa. Ni maneno ambayo sasa hivi wana Simba wameanza kuyakubali baada ya kuona timu yao inasogea kwenye hatua za kuelekea kwenye finali. Lakini wakati nasema mwanzo nilionekana kama siipendi Simba au naichukia Simba. Mimi nimenyooka. Nawaambia Simba wakicheza kama Yanga mechi ya Stellenbosch iliyocheza na Malumo nusu finali. Finali wanakwenda. Wakicheza kama, na huu ndio muda wa kumtafuta engineer Harris Saidi. Kwamba hivi wewe ulipofika pale Afrika Kusini wewe ulichezaje na Malumo? Leta ubishi. Utaondoka utanungunika. Huu ndio muda wa Simba kututhibitishia inacheza finali. Sio inacheza kama mtu amepata ajali ya gari arusha miguu hivi kama Amani Zanzibar. Yale mambo ya kishamba. Young Africans zidi ya Malumo Galaxy hapa. Mimi nipo vizuri. Uko sawa? Mimi nipo vizuri. Nipo vizuri. Tuendelee. Young Africans zidi ya Malumo Galaxy hapa nyumbani Tanzania. Yanga alishinda mabao 2-0. Kule ugenini Yanga alishinda bao 2-1. Hii inatoa tafsiri gani? Kwamba lolote linaweza likatokea Afrika Kusini kwa aina ya timu kama Stellenbosch kwa Simba. Tukitazama historia ya Yanga zidi ya Malumo Galaxy hapa nyumbani na Yanga zidi ya Malumo Galaxy kule Afrika Kusini. Sina shaka na discipline ya kocha Fadluan Davis kupanga kikosi chake away. Sina shaka. Lakini kikubwa mbali na mpango kazi wake aliokuwa nao na discipline ya kucheza away. Shida Simba inaweza kushikilia bomba kama Stellenbosch inashambulia Mwanzo Mwenga? Ndio mashaka yangu makubwa hapo. Kama Simba itaweza kushikilia bomba away, ninaiona na kwenda kufanya jambo la tofauti kabisa. Mashaka na Simba mchezo wa mwisho.
Kwa Fadlu Davis akiwa anaitaka finali yeye mwenyewe kama kocha. Sasa kumbuka Fadlu Davis ana impose mbinu kwa wachezaji. Sasa kuimpose mbinu kwa wachezaji, je, zinaweza kukliki na kwa wapinzani wa design ile? Unanipata vizuri? Kama watapeleka moto, mpango kazi wote ukafeli. Lakini sio kama namkatia tamaa kocha Fadlu Davis, hapana. Anaweza akafanya kitu cha tofauti. Na ndio maana mimi sikutaka kudili na Simba robo finali, si nusu finali. Sawa? Ilete ubingwa. Basi. Yaani ikileta ubingwa. Na uzuri finali kama Simba ikiingia, finali ya kwanza inapigwa away. RS kombe liko Benjamin Mkapa. RS Berkane tayari amemfunga mtu bao 4 kwa 0. Ni wazi kwamba Berkane wao wameshajikatia tiketi ya finali. Mapema. Kwa aina ya Simba kama itafuzu kuelekea finali, timu kama RS Berkane, Simba itafanikiwa kulileta kombe Tanzania. Asa mpaka tusubiri tuone, kwa sababu watu wetu kajadili timu ambayo haijavuka bado. Ingekuwa imeshinda goli 4 Simba hapo sawa. Lakini kwa hivi sasa Simba inakutana na Giant, kwa maana kwamba RS Berkane aishawahi kuwa bingwa michuano hii na ni moja kati ya timu bora sana, ambayo ni timu ambayo inapewa upatu mkubwa wa kuwa bingwa wa mashindano haya kuliko Simba. Yani RS Berkane inapewa nafasi kubwa ya kuwa bingwa msimu kuliko Simba. Simba inatakiwa ikaprove wrong kwamba we ni bingwa, ushawahi kuwa bingwa, lakini mimi ninachukua ubingwa. Wanipata vizuri? Sasa kushikilia bomba ndo shida. Asilimia za Simba kufika finali mpaka hivi sasa kwa upande wako, mambo yapoje? Tukieka hapa mizani. Mpaka ishinde mechi dhidi ya kikosi cha Stellenbosch. Nafasi sasa ya kufuzu, kwa maana unaenda kumalizia mchezo wa mwisho 50 kwa 50. Bado ni 50 kwa 50. Kwa sababu Stellenbosch hata kama imecheza wewe na kufungwa, lakini haijadhihirisha udhaifu ule kwamba sasa Simba ina kujimalizia tu. Ndio maana nikasema bado kuelekea sababu Simba ya kuongeza umakini zaidi mechi ya away na kuweza kutumia nafasi na kuweza kuifunga Stellenbosch. Kwa sababu uwezo ukaizungumza finali wakati umeshinda goli moja, una mechi nyingine ya away. Simba tunaweza kusema wamepiga mguu mmoja finali kwa mtaji wa goli moja. Ni 20% mpaka dakika hii. Neno moja la mwisho la kumalizia kwa mashabiki wa soka, pengine kwa kufuatia mchezo ujao. Mashabiki wa Simba waache ushamba. Mashabiki wa Simba waache ushamba. Unamaanisha nini? Kutukana mtangazaji kwa sababu wewe umeshinda goli moja kwa bila. Yani ni mambo ya kihuni. Kwanza kumtukana mtangazaji Ghalibu Mzinga, hapana. Yani lazima, yani nitegemea yale uanze kuambia uongozi wao, sio kwa mtangazaji. Anahusikaje? Unanipata vizuri? Anahusikaje Ghalibu Mzinga? Na nimwambie Ghalibu, kwenye maisha ya tasnia yetu sisi kutukanwa ni kawaida. Yani hatakiwi kufanya yale mambo. Wanipata vizuri? Yani likija tusi fresh, ikija pongezi fresh. Hayo ndo maisha. Unanipata vizuri? Hayo ndo maisha ya washabiki wa Simba na Yanga. Sawa, lakini ukishindwa kuwajua hawa watu watakuendesha. Wanipata vizuri? Washabiki wa Simba waache ushamba. Waache ushamba. Sikiliza, waache ushamba. Waache ushamba. Wanitukane mimi, ndio nawaambia baadhi ya washabiki wa Simba waache ushamba. Mzinga anahusikaje pale? Anahusikaje? Na mimi namtetea vizuri kabisa. Umeshindwa kufunga magoli mwenyewe. Unaenda kumvamia. Umedominate game. Unakwenda kumtukana mtangazaji. Haya ni mambo ya kihuni kabisa. Huu ni uhuni ambao umeufanya. Na haya mambo kipindi ambacho Yanga Africans wanashiriki michuano hii, hakukuepo na huu utoto. Wewe Yanga Confederation umesikia imemtukana mtangazaji kwamba tumtaki mtangazaji mfanye kwenye mechi ya kimataifa dhidi ya Marumo? Hapana. Haya ni mambo ya kishamba. Ni mambo ya kihuni kabisa. Ibrahim Ambokile, tumeweka nukta kwa leo. Tumeyazungumza mengi sana mimi na wewe. Shukrani sana kwa time yako. Tuangalie namna ambavyo mchezo utakuwa marudiano. Tutakuja kuzungumza mengi sana. Shukrani. Sawa, tuombe dua Simba ifanye vizuri msimu ujao, wasiwe na kikosi ambacho kama ilizi ya mganga ikipotea basi ujue mtoto kafa au familia inapata mkosi. Shukrani. Ilizi ya mganga unayojua? Shukrani. Tegemee kuyaona ya Simba na kujua ni mzee wa mizengwe. Sitegemee kuyaona haya tena. Shukrani Ambokile. Shukrani. Uko vizuri? Uko vizuri. Mbona unadunda?